باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فجزى الله عنا محمدا ما هو له أهل. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Tunaendelea na darasa za hija kwenye kitabu Fiqh Sunna, na mara ya mwisho tumekuwa katika mlango ma yubahu lilmuhrim, mambo ambayo yanafaa, yanajuzu kufanywa na mtu ambaye tayari ameshahirimia hija. Tukamalizia katika hadithi ya kwanza, ni jambo la kwanza, na sasa tunaingia katika jambo la pili. Jambo la pili lenye kujuzu kwa mtu ambaye ameshahirimia hija, labsa tabani, ni kuvaa kitu kiitwacho atubani au tabani. Na hili neno tabani, sirwalun qasirun, ni suruali iliyofupi ndogo hivi. Labda unaweza kusema katika milango ya bukta inayovaliwa ndani, au hasa underwear. Warawa al-Bukhari, amesimlia Imam Bukhari, wa Sa'id bin Mansur, pamoja na Sa'id bin Mansuri, wamesimlia an Aisha, kutoka kwa mama Aisha radhiyallahu anha, annaha kanat, kwamba yeye alikuwa la tara, haoni, bitubani ba'san, kuvaliwa suruali hiyo ndogo ya ndani, haoni ubaya wote lilmuhrim, kwa yule ambaye amehirimia hija. Chini kuna maelezo ameweka Said Sabiq, anasema qala al-Hafidh, amesema Hafidh, hadha ra'yun, hii ni rai, ra'athu Aishatu, aliyoiona yeye mwenyewe mama Aisha. Lakini wal aktharuna, wengi wa masahaba, ala annahu la farq, wamehukumu juu ya kwamba hakuna tofauti yoyote baina tubani wasarawilu, kati ya hii suruali ndogo iliyoshonwa na kubwa. Kuna tofauti. Kwa wanaume ni vitu vilivyozuiliwa, nguo za kushonwa. Bibi Aisha yeye kwa rai yake aliona hivyo, lakini wengi wa masahaba wanaona hakuna tofauti kati ya suruali ndogo na refu, fi man'ihi, katika jambo la kuzuiliwa kwake nguo zilizoshonwa, lilmuhrimi, kwa mtu ambaye tayari ameshahirimia hija. Na hasa Bibi Aisha alivyokuwa kataja hivyo, hakuweka dalili, basi rai yake itaweza kuwekwa upande, kwa sababu ziko hadithi nyingi za Mtume alizotaja kumzuilia aliyehirimia mwanamume kuvaa nguo ambazo zimeshonwa. Ama mwanamke, yeye upande wake hakuna matatizo, kwa sababu ya jinsia. Hapa hali ya mwanamke na mwanamume tofauti, basi mwanamke yeye ameruhusiwa kuvaa nguo zilizoshonwa. Na yumkin Bibi Aisha labda akizungumzia katika hali ya wanawake, lakini hapa katamka tamko lilmuhrim, kwa aliyehirimia mwanamume. Ndio maana pakawa na maelezo kwamba watu wengi wameona tofauti hakuna kati ya suruali, yani nguo zozote zilizoshonwa, kubwa ndogo, katika jambo la kumzuilia ambaye kahirimia. Jambo la tatu katika mambo yanayofaa kufanywa na aliyehirimia, taghtiyatu wajhihi, ni kufunika uso wake pindipo ikitokezea dharura ya kufunika uso, kama vile mavumbi. Kuna watu wana ugonjwa wa sinus, hawawezi kuchukua vumbi hata kidogo katika pua zao. Wakipata vumbi kidogo tu itakuwa ndiyo maradhi makubwa sana kwao, basi upepo unavuma, wakaamua kufunika uso. Hilo jambo jaiz kwa mtu ambaye akishahirimia hija, na hata mwanamke kwake yeye kwa dharura hiyo itakuwa ni jaiz, ingawa amekatazwa kabisa kisheria kufunika uso wake mwanamke wakati ameshahirimia hija. Rawa Shafi'i, amesimulia Imam Shafi'i, wa Sa'id ibn Mansur, pamoja na Sa'id bin Mansur, tena mara ya pili kaingia hapa,
Anil Qasim qala, kutokana Qasim amesema, kana Uthman ibn Affan, alikuwa Sayyidina Uthman ibn Affan wa Zaid ibn Thabit, pamoja na sahaba mwingine Zaid ibn Thabit, wa Marwan ibn al-Hakam, na katika upande wa watawala vile vile Marwan ibn al-Hakam, wote hawa walikuwa yukhammiruna ay yasturuna, walikuwa wakisitiri, wakifunika yani wujuhahum, nyuso zao. Miongoni mwao hao ni masahaba, tena masahaba wenyewe miongoni mwa 10 waliobashiriwa pepo kama Uthman ibn Affan. Na huyo Zaid ibn Thabit ni mwenye nafasi kubwa sana katika masahaba, yeye cheo chake afradukum Zaid ibn Thabit. Mtume kasema aliyekuzidini kwa ilmu ya mirathi ni Zaid ibn Thabit. Kwa hivyo miongoni mwao ni masahaba, na vile vile kuna Marwan ibn al-Hakam. Wote hawa walikuwa wakisitiri nyuso zao kwa kuzifunika, wa hum muhrimuna, na ilhali wao wameshahirimia. Hiyo imekuwa dalili kwa sababu kitendo kimefanywa na masahaba wake, miongoni mwao yumo khalifa Rasulullah. Na Mtume kasema alaikum bikitabillahi wa sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Kwa hivyo hapa iko hoja kubwa ya kufanya hivyo. Wa an Tawus, dalili ya pili na kutokana na Tawus, anasema yughatti al-muhrimu, atafunika aliyehirimia wajhahu, uso wake, min ghubarin, kutokana na vumbi, au ramadin, au kutokana na ugonjwa wa macho ulioingia ghafla. Macho huwa yanatoka tongo, takataka. Wa an Mujahidin qala, basi kwa hivyo ikitokezea hayo anaweza kabisa muhrim akajihifadhi. Pengine pale umeingia ugonjwa wa macho ghafla, kila umuonaye macho yake ndio hivyo, na yanarukiza sana macho. Binafsi ya mtu kimkurubia, tukimtazama tu tayari nawe vile unapata. Kwa hiyo muhrim anaweza kufunika uso wake jambo hilo. Wa an Mujahidin qala, na kutokana na Mujahid amesema, kanu, walikuwa masahaba, idha hajatir rihu, wakati unapovuma upepo wa nguvu, ghattau wujuhahum, hufunika nyuso zao, wa hum muhrimuna, na ilhali wao wamehirimia. Yote hayo ni dalili ya kutosha kwamba mtu aliyehirimia anaweza kufunika uso wake kwa dharura kama hizo. Jambo la 4 lenye kufaa kufanywa na aliyehirimia ni lubsul khuffaini lilmar'a, kuvaa khofu mbili miguuni mwake mwanamke. Lakini anaweza mwanamke akahiji hadi yakuwa amevaa khofu zake mbili. Hayo ya kuvaa khofu mwanamke, lima rawahu Abu Daud, kwa yale ambayo ameyasimlia Imam Abu Daud, wa Shafi'i an Aisha, kupitia kwa bibi Aisha, anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba mtume Mwenyezi Mungu, qad kana rakhasa, alikuwa ameruhusu linnisa'i, kwa wanawake, fil khuffaini, kuvaa khofu zao mbili. Ameruhusu wanawake wavae khofu mbili na wao wanakwenda nazo. Khofu ni namna fulani ya viatu, na ni ngozi inatumika, lakini tu huwa nyepesi kiasi fulani, anaweza mtu kuvaa kiatu kingine juu yake. Lakini khofu zinakuwa ni viatu ambavyo mtu anaweza katembelea na vikamsaidia kutokana na venye kuumiza mbalimbali katika ardhi. Jambo la 5 lenye kufaa kufanywa na aliyehirimia, taghtiyatu ra'sihi nasiyan, kufunika kichwa chake ikiwa amesahau. Maana kichwa kinatakiwa kiwe wazi, lakini ikitokezea kusahau, na hicho ni kichwa cha mwanamume ama cha mwanamke, kitakuwa mastur, kimestiriwa. Kichwa cha mwanamume akishahirimia, kichwa chake kiwe wazi, hakuna kuvaa kilemba wala kofia wala kufunga kitambaa kichwani. Lakini hutokezea wakati mwingine mtu kwa kuwa si kawaida yake kwa kichwa wazi, akaja kasahau, kaamka ghafla, anakwenda msikitini alfajiri, ni jambo la mazoea, tahamaki ghafla, kaweka kofia kichwani au kilemba kafunga, anakuja kushtukia kwa anaambiwa na watu. Basi qalat Shafi'iyya, wamesema watu wanomfuata Imam Shafi katika madhhabu, la shay'u, hakuna lolote, ala man ghatta ra'sahu, juu ya yule ambaye amefunika kichwa chake, lakini nasiyan, kwa kusahau, si maksudi, au labisa qamisahu, au imetokezea kwa kusahau vile vile amevaa kanzu yake. Hicho ni kitu kilichoshonwa, kimekatazwa haji kuvaa kilichoshonwa. Ghafla alfajiri akaamka, tahamaki, kaitia kanzu yake mwilini, nasiyan, kwa kusahau, la shay',
hakuna jambo lolote juu yake litakayo mlazimu kutoa kafara labda na hivi na hivi. Waqala Ata'un, akasema Ata'un, la shay'a alayhi, hakuna ubaya wote juu yake. Wa yastaghfirullah ta'ala, kwa kuwa ni kosa lakini kasahau, atamtaka Mwenyezi Mungu msamaha tu, lakini hakuna jambo la kafara juu yake. Waqalati al-ahnafu, na wakasema wale wanaofuata madhhabi ya Imam Abu Hanifa, wao wamesema alayhi al-fidya, ndiyo kasahau lakini juu yake tu fidia, wameona wao hivyo. Wakadhalika al-khilafu, na vile vile iko tofauti ya maimamu na maulama mbalimbali, fima idha tatayyaba nasiyan, pindipo amejipaka manukato kwa kusahau, pia iko tofauti. Wako waliosema atoe kafara na wako waliosema kwamba kasahau basi hakuna kitu juu yake. Au jahilan, au ni mjinga hajui sheria na mambo ya hija, hataja pata kusikia kabisa kwamba aliyekwisha kuhirimia hajitii manukato. Kwa hivyo yeye ilikuwa kwake perfume ni kawaida, kwenye mkoba wake akachukua, kwa hivyo yeye jimbo la mazoea lile akawa anajipaka manukato. Au jahilan, au ni mtu ambaye amejingikiwa na ibada hii ya hija. Wa qaidatu Shafi'iyya, na kwenye kaida ya watu wa Kishafi misingi yao wameweka ya kwamba anna al-jahla wan-nisyana, jambo la ujinga na kusahau, udhrun. Kaida ya watu wa Kishafi wameweka vitu viwili hivi, ujinga na kusahau ni udhuru ambao yamna'u wujuba al-fidya, utazuilia wajibu wa kutoa fidia fi kulli mahdhurin, kwa kutendwa kila lililokatazwa. Kwa kuwa ni mjinga, basi wamekwenda watu wa Kishafi kwamba Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, wama kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula, sisi hatui wenye kuadhibisha viumbe mpaka tuwapelekee viumbe hao mjumbe awafahamishe. Akishajua mtu akifanya kwa maksudi, hapo tena ameingia katika jambo la maksudi. Lakini kwa kuwa alikuwa hajui, basi watu wa Kishafi wametia pamoja na kusahau jambo hilo, kwa ni udhuru unaozuia kutoa fidia. Ma lam yakun, madhali jambo hilo lolifanya lilokatazwa halijawa itlafan, lenye kufisidi ibada yake ya hija yote. Kasaidi, kama vile kuwinda kwa hakika kuna fisidi ibada ya hija yote kwa nasi ya Qur'ani al-Karim, inafisidi ibada ya hija kuifanya yote batil. Wakadhalika al-halq wal-qalam, na vile vile katika jambo lenye kufisidi ibada ya hija kunyoa mwanamume kichwa chote, wal-qalam, na kukata kuche, hili jambo kwa hakika linafisidi ibada ya hija. Kwa hivyo hutaka kafara ikiwa mtu amelifanya. Neno al-qalam ay qassul al-fari, ni kupunguza kucha, huitwa al-qalam, taklimul adhafir. Asije mtu hapo akafahamu labda kalamu yenyewe ya kuandikia na hivi na hivi, hapana. Ni lugha ya Kiarabu, hutumika al-qalam yani kwa maana ya kupunguza kucha, taklim, upunguzaji huo wa kucha. Kisha akasema ala al-asahhi indahum, juu ya kauli iliyokuwa sahihi kwa wao watu wa Kishafi, wa sayati dhalika, lakini itakuja habari hiyo baadaye mbele, si pala hapa, itakuja na itaelezwa kwa urefu zaidi fi mawdhihi, katika nafasi yake hasa iliyohusu. Jambo la sita ambalo linafaa kufanywa na aliyehirimia, alhijamatu, kupiga chuku, au kwa lugha nyingine kutoa damu mbovu au damu chafu mwilini. Mathalan, mtu kapatwa na matatizo ya ghafla, kichwa kinamuuma bila kiasi, kitamfanya mpaka ibada za hija asiweze kuzikabili. Juu ya kitanda tu analala, hawezi kabisa hata kuinuka. Daktari akamwambia kwamba damu yako nyingi sana, na halafu imefanya kuvilia sehemu ya kichwani, itabidi ipunguzwe, itolewe hapa. Basi kwa kutolewa damu hiyo kwa dharura hiyo, itakuwa ni jambo ambalo linafaa kufanywa na aliyehirimia. Na vile vile wafaqu ad-dummali, na kutumbua majipu. Jipu limewiva linamkera, hawezi hata kuinua mguu, lishawiva barabara, akalitumbulia mbali, akatoa usaha na damu, anaweza kufanya hivyo. Wanazu ad-darsi, na kuondosha jino, ikiwa ni gego au jino la mbijino lolote lile. Ad-dars linamkera, kaja kama na jino ghafla kule, jino linapango, sasa imekuwa hawezi hata kuhiji tena, basi ni kulitolea mbalini. Wa qat'u al-irqi, na kukata mshipa ambao unamfanyia tabu. Mshipa wote ule unamfanyia tabu, na muuma unamfanya mpaka mitoki na hivi na hivi, basi operation ndogo kabisa kwenye minor theater kaifanya ili kuondosha udhia ule, apate kutekeleza ibada za hija sawa. Haya yote anataka kuyafanya aliyehirimia. Qad thabata, kwa hakika imethibiti katika moja ya haya tuliyotaja, imethibiti anna Rasulullah, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam ihtajama,
alipiga chuku au alitoa damu mbovu mwilini, wa huwa muhrimun, hali ya kuwa kishahirimia, na chuku hiyo kaitoa wasatu ra'sihi, katikati ya kichwa chake. Chini katika maelezo anasema qala ibn Taymiyyah, na akasema ibn Taymiyyah ya kwamba la yumkinu dhalika, hayumkiniki kupiga chuku kichwani katikati ya kichwa, illa ma'a halqi ba'dhi ash-sha'ri, isipokuwa pamoja na kunyoa baadhi ya nywele kichwani. Kwa hivyo mtume ilibidi aziondoshe baadhi ya nywele kichwani ili aikewe ile pembe itakayovuta damu yake. Watu wa zamani walikuwa wanatoa damu mbovu mwilini kwa kutumia pembe tu. Hata hapa kwetu vile vile Unguja pale Malindi pale karibu na msikiti wa Jumaa pale kulikuwa na watu maalum wa shihiri, kazi yao kupiga chuku, kutoa damu mbovu mwilini. Wana pembe zao maalum na kuwekea katika pahala ambapo unahisi unaumwa, iko ni mgongoni, kiunoni, kichwani. Kichwani anakonyoa nywele kidogo ili kupata kichwa safi kabisa ngozi, kisha anakubandika nayo kwenye kichwa ile pembe. Pembe ile inakuwa inavuta damu. Anaivuta, ikijaa anaitoa, anaweka nyingine, ikijaa anaitoa, namna kama hivi. Mpaka ikimalizika damu mbovu na binadamu anajihisi pale pale kwamba sasa kishakaa sawa. Maana mkusanyiko wa damu katika mwili wa binadamu mara moja umletea madhara. Basi kwa hivyo kitoka damu mbovu mwilini mara moja pale pale binadamu uzito wote aliokuwa nao wanamuondokea. Bwana mtume alifanya hivyo katika hija kishahirimia. Waqala Malikun, na akasema Imam Malik, la ba'sa lilmuhrim, hapana ubaya kwa aliyehirimia an yafqa ad-dummal, kutumbua jipu. Jipu linakera katika mwili, humfanya mtu mpaka mkono asiwenyue wala mguu asitikise, na mitoki hasa inakuja na homa nyingi kali, hasa vile vijipu uchungu. Kwa hivyo kapata mtu maudhi kama haya, akahisi kwamba kishawiva, anaweza kabisa akakitumbua. Sija akasema kwamba hapa itabidi damu yangu itoke, itabidi na hapa mambo ya kafara tena, na mimi pesa sina za mnyama kupata na kustahamili siwezi, sasa watu wanakwenda Arafati na hija yote ni Arafa na hivi na hivi, ni kulitumbulia mbali jipu, akapata mtu nafuu. Wa yarbatu aljurha, na atafunga kabisa mtu kijaraha baada ya kutoka damu kama hivyo jipu usaha, anafunga kabisa kijaraha, hakuna ubaya wote. Wa yaqta'u al'irqa, na mshipa wowote unamletea tabu katika operation ndogo atakatilia mbali, idha ihtaja, pindi ikihitajia operation kufanywa ndogo hiyo. Waqala ibn Abbas, na akasema ibn Abbas radhiyallahu anhuma, almuhrimu, aliyehirimia, yanza'u dursahu, anaweza kabisa kuondosha jino lake lenye kumkera. Maana jino linapochagiza basi hafanyi mtu ibada yoyote, hawezi kufunga wala hawezi kuhiji tena wala kuswali, hapasaliki isipokuwa ni kuswali tena kwa hivyo hivyo, kuondoa njiani tu jino linapouma. Kwa hivyo akipata mtu matatizo kama haya ni kuondosha jino tu basi, anakwenda kwa daktari, au kama wameondoka na daktari wao kutoka nyumbani anayaweza mambo hayo, basi alitoa jino lake mara moja tu ili apate kutekeleza ibada zake kwa usalama zaidi. Wa yaqta'u al-'irqa idha ihtaja. Wa qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, al-muhrimu yanza'u dursahu, mwenye kuhirimia ataondosha jino lake lenye kumuuma. Wa yafqa'u al-qarhata, na atatumbua vile vile mapele au majipu yanayomhangaisha. Qala an-Nawawi, na Imam an-Nawawi pia akasema, idha arada al-muhrimu al-hijamata, atapotaka aliyehirimia jambo la kupiga chuku, lighairi hajatin, bila haja yoyote, kwamba labda anaumwa damu mbovu inamshughulisha, basi kamjia kapenda tu. Fa in tadammanat qat'a sha'rin, kama kupiga chuku huko ambako bure bure hana dharura yote, ikipelekea jambo hilo kukata nywele, fahiya haramu, hiyo itakuwa ni haramu, madhali hana dharura. Mtume kafanya kina kwa dharura, alikuwa naumwa kichwa kinampatabu, hapo itabidi fahiya haramun, itakuwa ni haramu kupiga chuku huko, liqat'i sha'ri, kwa kule kuzikata nywele bure bure. Maana kukata nywele kwa haji au kuzinyoa hawezi kufanya hivyo mpaka atapomaliza matendo ya hija. Wa in lam tatadammanhu, lakini kupiga chuku huko kama haitopelekea kukata nywele au kunyoa nywele, anasema Nawawi, jazat inda aljamhuri, inajuzu kutoa damu mbovu mwilini mbele ya maulama au maimamu walio wengi. Lakini ikipelekea kukata nywele au kunyoa nywele, ikiwa hana dharura yoyote kufanya hivyo, itakuwa ni haramu. Wakarihaha Malikun, na jambo la kupiga chuku Imam Malik amelichukia ikiwa bure bure hamna dharura. Wa anil Hasan, ama kutoka na Hasan anasema fiha alfidya, jambo hilo ndani yake sheti atoe fidia, ampate mnyama amchinje. Wa in lam yaqta' sha'ran, hata kama nywele hakuzitoa. Hiyo ndio rai yake Hasan, ameona hivyo.
Wa in kana li daruratin, ama ikiwa kwa ajili ya dharura, jaza qat'u sha'ri, itajuzu kukata nywele. Watajibu alfidya, na vile vile Hasan amesema itawajibika fidia vile vile. Wa khassa ahlu dhahiri, wakahusisha watu wenye madhehebu ya maneno ya waziwazi ya Mtume bila ya kufasiri zaidi, wakahusisha alfidya, jambo la kutoa fidia, bi sha'ri ra'si, jambo hilo special kwa nywele za kichwani. Kama zinaondoka lazima ipatikane fidia ya mnyama kuchinjwa. Wamechukua hukumu hii kwa maneno aliyomwambia sahaba bwana Mtume, kuna mtu kaja anaumwa na chawa wamemzonga mtu kiasi ambacho wanapukutika mpaka usoni, ukimtupia macho utadhania anatoka kukoga na yale ni maji ambayo hakujifuta kwa taula bado, wale chawa namna walivyo. Mtume alishangaa sana, sasa baada kuona namna kama hii mimi. Mara moja alimwambia pale yule mtu kwamba wewe unaacho utakotolea fidia, kwa sababu itabidi nywele zako sasa hivi uziondoshe kichwani. Dawa yako chawa hawa ni lazima nywele uzinyoe tu basi, na kunyoa nywele ni kitu ambacho miko katika ibada ya hija. Jambo la mwanzo alimuuliza, unacho wewe kitu cha kutolea fidia mnyama? Itabidi nywele zako unyoe manaki. Kwa hivyo hapo ndipo walipochukulia watu kwamba hichi ni kitu special, kuondoka kwa nywele kichwani, itabidi kwa jambo hilo lipatikane fidia. Jambo la 7 katika mambo yanayofaa kufanywa na aliyehirimia, haqqu ra'si wal jasadi, kujikuna mtu kichwani na mwilini vile vile. Uwasho umemshika, anataka kujikuna, asijizuilie na ajikune polepole, asijiparure sana, asijakatoka madamu na hivi na hivi. Lakini jambo la kujikuna kichwani na mwilini jambo ambalo linafaa kufanywa na aliyehirimia hija. Fa'an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa bibi Aisha Mwenyezi Mungu amwiradhi, annaha su'ilat 'anil muhrimi yahukku jasadahu, aliulizwa bibi Aisha, je, aliyehirimia hija anaweza kujikuna mwili wake? Qalat, bibi Aisha kajibu, naam, ndio atajikuna bwana, na kuwashwa ni kuwashwa, hata inakuwa mtu tumaanina ya khushu kwenye salata kwa hana kama anawashwa, mwacha ajikune kwanza. Falyahkukhu, na ajikune, waliyushaddid, tena afanye tashdidi, maana kujikuna nako kuna namna yake ya ladha maalum, na ajikune hasa mpaka aone kwamba ule uwasho umemuondokea. Rawahu al-Bukhari, hadithi hiyo kaisimulia Bukhari wa Muslim wa Malik, pamoja na Malik. Wazada, Imam Malik akazidisha, alipopata yeye ni kwamba bibi Aisha amesema hivi, walau rubitat yadaya, laiti kama imefungwa mikono yangu siwezi kujikuna, wala majid, na sikupata mimi kitu cha kujikunia, illa rijili, isipokuwa nipeleke miguu yangu njikune. Anasema bibi Aisha, la hakaktu, wallahi nitajikuna kwa miguu. Yani ni kujizuilia mashaka makubwa, hawezi binadamu kujizuilia na kujikuna, ukimwasha mwili lazima jikune. Waruya, na imesimuliwa vile vile mithlu zalika, mfano hayo, an ibn Abbas, ni kutoka ibn Abbas, wa Jabirin, wa Sa'id ibn Jubairi, pamoja na Sa'id ibn Jubairi, wa Ata'in, wa Ibrahim an-Nakhai. Hawa wamesimulia hadithi kama hiyo ya bibi Aisha vile vile. Jambo la 8 pamoja na 9 katika ambayo yanafaa kufanywa na aliyehirimia, si makosa kwake, an-nadharu fil mir'ati, ni kujiangalia kwenye kioo. Kama ni kioo kikubwa pahala hivi kakuta kwenye hoteli ambayo kakodi pale, labda kuna makabati yana vioo, au kachukua mwenyewe kidogo cha mkononi, basi nataka kujitazama uso wake ulivyokaa ili atoke mbele za watu na hivi na hivi, inafaa, haibatuliki ibada hija wala hakuna kafara. Washammu ar-raihan, na kunusa harufu nzuri ya maua au harufu nzuri ya manukato ambayo yeye mwenyewe hajipaka, lakini imekuja harufu inapuliza akanusa. Au kaingia dukani panapouza manukato, ikabidi kayapenda sana, anataka kuyachukua pale. Kwa hivyo harufu pale dukani kwenye kuuza mafuta mazuri lazima harufu ienee kila pahala, kwa hivyo pua itakuwa inapata tabu. Rawa al-Bukhari, amesimulia Imam Bukhari, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kutokana na ibn Abbas Mwenyezi Mungu au radhi na baba yake, qala, amesema, al-muhrimu, aliyehirimia, yashumu raihan, anaweza kabisa kunusa harufu nzuri nzuri ikiwa za maua au manukato. Wayandhuru, na anaweza kabisa kujiangalia fil mir'ati, kwenye kioo. Wayatadawa, zaidi ya hayo ni kwamba anaweza kufanya dawa, biakli zaiti wa samni, kwa kutumia dawa yake kula, kwa mfano kunywa mafuta ya zeti wa samni na samli vile vile. Kama daktari kamwambia sasa hivi itabidi upate vitu hivi wewe, basi atavitumia bila ya kafara yote ile.
Wa an Umar ibn Abdul Aziz, kutokana na Umar ibn Abdul Aziz, annahu kana, kwamba yeye alikuwa yandhuru fiha, akijiangalia kwenye kioo, wa huwa muhrimun, na yeye kwamba amehirimia, wa yatasawwaku, na akisugua meno, wa huwa muhrimun, hali yakuwa kahirimia. Wa qala ibn al-Mundhir, na akasema ibn al-Mundhir, ajma'a al-ulama, wamekusanya pamoja wanavyuoni kauli, ala anna lilmuhrimi, juu ya kwamba kwa aliyehirimia, an yaakula zait, anaweza kutumia zaiti kuwa ni dawa akala, mafuta wakanywa, washahma, na shahamu, wasamna, na samli. Vitu hivi kwa hakika haviwezi kumtengania hija yake ikaharibika, labda ni chakula tu. Wa ala anna almuhrim, na juu ya kwamba aliyehirimia, mamnuun, amezuiliwa, min istimali tayyibi, juu ya mambo ya kutumia manukato, fi jamii badanihi, katika mwili wake wote, juu ya kwamba amezuilia hivyo, lakini ikibidi apate vitu hivyo atavitumia kwa dharura. Lakini wakariha al-ahnafu, wamechukia jambo hilo watu wa madhhabu ya Abu Hanifa wal Malikia, na watu wanaomfuata Imam Maliki, wao wamechukia al-makthu, mwenye kuhirimia kwenda kubaki, fi makanin, katika pahala, fihi rawaihu, ndani yake mna harufu aituria za manukato. Madhehebu ya Maliki, watu wanaomfuata Maliki na watu wa Hanafi, wao wamechukia tu jambo la mtu kwenda pale maksudi akakaa muda mrefu pahala ambapo pana manukato. Sawaun, ni sawasawa, aqasada shammaha, alikusudia kunusa manukato pale, am lam yaksud, au hakukusudia, wamechukia jambo hilo. Wa inda alhanabilati wa shafi'iyya, ama kwa madhehebu ya watu wa Hanbali na watu wa Shafi'iyya, basi wa hivyo wamesema haitoharamika. Waqalat ash-Shafi'iyya, na wakasema watu wa Kishafi, wayajuzu an yajlisa inda al-'attari, inajuzu kukaa kitako mtu mbele ya mtu anauza manukato, fi mawdhi'in, katika pale pahala ambapo yubakharu, panafukizwa ile manukato, maana mwenye behera yake pale maudi mawardi na kitu gani na kitu gani, anataka isikilikane, watu wapate wavutike. Kwa hakika hufukiza pale pale, huwasha moto pale akafukiza udi, watu wakajiuliza wapi duka gani, lamba pale patoka moshi pale. Kwa hivyo harufu ile inakuwa inawapigilia mahujaji, sasa wanapita madukani mle. Kwa hivyo wamejuzisha watu wa Kishafi kukaa inda al-'attari, mbele ya mtu anauza manukato, fi mawdhi'in, katika pahala ambapo yubakharu au yubakhiru, anafukiza mtu. Lianna fil man'i, wamesema kwamba kwa sababu katika kuzuia, min dhalika, jambo hili, mashaka, itakuwa ni mashaka makubwa kuwazuilia mahujaji hata harufu zisipigili puani, na wanapita mahala mbalimbali madukani mwenye manukato na hivi na hivi. Pengine hata hoteli aliyopanga mtu ni hoteli ambayo inafukizwa sana manukato, pengine kwa ajili ya kutunza usafi. Kwa hivyo zile harufu zinapiga kila wakati, wanasema kwamba itakuwa ni mashaka kumzuilia mtu kupata harufu nzuri nzuri. Kwa nini? Walianna dhalika laisa bitayyibin maksudin, kwa sababu manukato kama hayo siyo manukato aliyokusudiwa mtu kujitia mwenyewe. Walmustahabu, na jambo lenye kusuniwa likapendeza, an yatawaqqa dhalika, bora mtu ajikinge na hayo, illa, isipokuwa, an yakuna fi mawdhi'i qurba, itapokuwa katika pahala pa kujikurubisha na mambo ya Mwenyezi Mungu wa ibada, hawezi kujikinga napo. Kaljulusi inda al-Kaaba, kama kwa kitako mbele ya Kaaba, chini yake pale ni ibada kubwa. Kama nafasi iko hatomkera mtu pale, anaweza kabaki inda al-Kaaba. Wa hiya tujammaru, na al-Kaaba mashaallah inafukizwa saa 24 na kutiwa manukato saa 24. Mkono wako kama utapata nafasi ya kuikamata al-Kaaba mathalan, basi unaweza kukaa siku 2 au 3 mkono wako una harufu hiyo ya miski, kama utabahatika kuigusa al-Kaaba, yanukia mno bila kiasi. Kwa hivyo hata anuka karibu yake pale, akipita pale atapata harufu ile. Kwa hivyo jambo hili halimzuilia aliyehirimia kupata harufu yake, au kukaa katika pahala ambapo ni pa kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kama mbele ya al-Kaaba. Fala yukrahu dhalika, haitochukiza jambo hilo kupata manukato mtu pale kama hapo. Lianna al-julusi indaha, kwa sababu kukaa mbele ya al-Kaaba qurbatun, ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Ile al-Kaaba binafsi kukaa chini yake pale ni qurba, unapata thawabu bwana, ni pahala patukufu mno. Au wala baitin wudi'a lin-nasi, halafu haifungwi safari na Muislamu yoyote kukusudia kupata thawabu nyingi ila katika misikiti mitatu. Wa kwanza ni Baitullahil Harami, pale pahala wewe umepata kusudia, umepata taabu ya nauli, umepata taabu ya kila hali, umekwenda pale. Kwa hivyo kama unapata nafasi ya kuikaribia al-Kaaba, ikaribie.
na utapata nafasi ya kuikamata ikamate. Ila ukiona kwamba msongomano na utakera watu basi, au utaumizwa basi, haina haja. Na kuhusu kuikurubia al-Kaaba, watu mbali kuikurubia, kuitizama tu al-Kaaba na watu ratufu pale ni ibada. Sehemu ya thawabu kwa mfano kuna 100%, basi kutufu al-Kaaba 80 napata, na kuangalia al-Kaaba ni 20. 20% ni kuangalia al-Kaaba tu peke yake. Kama huna la kufanya lolote, usilale hoteli bure. Wewe muda wako wote upitishe ndani ya Baitillahi al-Haram. Hutoki pale illa kwa haja ya kwenda chooni, hutoki pale illa haja ya kwenda kupata chakula, hutoki pale ila kwa haja sasa usifika kwa kulala na kulala. Lakini bure bure hivi hivi kupiga soga hotelini kule na watu, ikabidi kusemana, haifai kabisa. Waondoka, wakimbie watu. Wewe kutwa yako nzima itumie msikitini Baitullahi al-Haram. Ukiwacha kusoma Qur'ani unatufu al-Kaaba, tawafu za sunna mbalimbali. Umechoka kutufu, kwa hakika unaswali swala za sunna zozote zile, au unakaa kitako unamdhakiri Mwenyezi Mungu, unamsabihi, unamhalili, unamhamidi, au unaleta istighfari kwa wingi sana. Hayo ndiyo mambo ambayo mtu kayaendea kwa siku zake atazokaa chache pale. Siku ngapi bwana? Labda wiki 2, wiki 3 hivi sana sana. Mara nyingi mahujaji wetu sisi wanaondoka siku ambazo zimekwisha tena, bado siku kidogo tu, sana sana wiki 2, 3. Kwa hivyo wiki 2, 3 zile mtu azikusudie kwamba yeye anakurubia kwa Mwenyezi Mungu zaidi. Hana jambo la mchezo la maskhara. Ulimi wake haui na ukame kwa mtaja Mwenyezi Mungu na kusoma Qur'ani. Mwili wake anautumia kwa ibada tu, ima anatufu au anafanya nini. Kwa hakika unaweza kuipata khitma moja kwa siku 2. Siku ya kwanza unapiga mpaka nusu ya msahafu, na siku ya pili unaimaliza khitma yako kabisa. Hususan ni msomaji aliyekuwa mahir kwenye Qur'ani, hadodosi Qur'ani kwa kilaini, unaweza ukapata khitma 7 kwa siku 7 utoka pale msikitini, kila siku khitma moja. Maana huna la kufanya lolote ila kusoma Qur'ani tu. Au kidogo umechelewa, basi khitma moja unapata kwa siku 2. Siku ya kwanza nusu msahafu, siku ya pili khitma imekwenda. Ni kwa usomaji wa spidi ya katikati ya wastani, si mabio kabisa. Maana huna jambo la kulifanya. Ukishapata kifungua kinywa asubuhi, unakwenda zako msikitini, hutoki pale, labda umeshikwa na haja ndio unatoka. Ukishamaliza haja yako unatawadha, unarejea tena pale pale. Kwa nini usipate khitma moja kwa siku 2 au khitma moja kwa siku moja? Unaipata bwana kabisa, maana huna jambo jingine. Haya, kwa hivyo jambo la kukaa pahala penye manukato kama kwenye al-Kaaba, al-Kaaba ni mambo ambayo mtu anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kwa nyumba ile. Kila akikaribia kwa hakika ndio kurba kwa Mwenyezi Mungu anapata. Kwa hivyo pale hapana ubaya mtu kupata manukato, maana al-Kaaba inafukizwa sana. Al-Kaaba yanukia mno bila kiasi. Fala yustahabbu tarkuha, haifai wala haisuniwi, haipendezi kuacha mtu kujikurubisha na Mwenyezi Mungu kama kuikurubia al-Kaaba. Haifai kuacha hivyo liamrin mubahin, kwa jambo linalojuzu tu, haifai sheti akurubie pale. Walahu, na kwake yeye aliyehirimia, an yahmila, anaruhusiwa kubeba au kuchukua at-tayyiba, hayo manukato kwa kununua dukani. Kwa mfano anaweza kuyachukua fi khirqatin, ndani ya kitambaa, au qarura, au ndani ya chupa. Wala fidyata alayhi, na wala kuna fidia juu yake, kwamba kwa nini kanunua mafuta kayapenda na kaona duka hili pengine sitoliona tena mgeni mimi, na itakuwa taabu kumwambia mtu nipeleke pahala fulani. Kaona nafasi yangu ndo hii, manukato haya nimeyaona, katoka msikitini kuswali pale kayaona, kachukua, hali ya kwa kishirimia. Basi kwa hivyo anaweza kuchukua kwenye kitambaa, kwenye chupa, na hakutakuwa na kafara yoyote ile kwa sababu ya kubeba manukato tu. Jambo la 10 na 11 katika mambo ambayo yanafaa kufanywa na waliohirimia hija, shaddu alhimyani au alhamayani, ni kufunga belt, ukanda huo au mkwiji. Maana mwanamume ndo kama unavyoona anavaa ihramu 2, moja ni shuka na moja ridain. Vitu hivyo havikushonwa, ni vitambaa tu. Sasa inabidi kuna baadhi ya mambo awe nayo mwilini mwake. Hatakuwa na nafasi kila anapotaka pesa kwenda kula chakula ende hotelini kule akachukue na hivi, hatakuwa na nafasi hiyo. Inabidi mambo ya fedha, masurufu yake awe nayo. Na atakuwa nayo vipi na ile hali ya nguo zake alizovaa ni shuka tu na ana nguo ya juu tu? Akisokota kiunoni shuka ile bwana, ina hatari kuja kuregea na kumtoka pesa zote. Maana itakuwa ibada yake yote sasa iko, akili yake imekwenda kwenye shuka yake. Shuka itanifunguka sasa hivi,
Sasa imekuwa kutufu kwake, anatufu matata matata, maana shuka itamfunguka na pesa nyingi kachukua. Mna dola za Marekani mlika nazo yeye, mna reali za Saudia pale, mna reali za Omani pale, mna hivi na hivi. Akili yake yote kwamba sasa shuka yangu ishanregea, na kwa hivyo nikae upande kwanza niache kutufu. Lazima itamjia hivyo, nitoke kwanza nikakaze shuka. Ili kumrahisishia hayo asiwepo mwanamume, kwa hakika anaweza kuchukua kanda maalumu zinauzwa kule, au mikwiji, vitambaa maalumu ya mikwiji, anatia mambo yake mle. Hata passport inaweza kuitia mle vile vile, ikakaa makini kabisa, haishughuliki na unakuwa nayo muda wote kiunoni au popote pale. Basi kwa hivyo inajuzu shaddul alhamyani, kufunga mikwiji au kanda fi wasati almuhrim, kwenye kiuno chake aliyehirimia, liyahfadhu fihi, ili apate kuhifadhi ndani ya ukanda huo, nukudahu, pesa zake mwenyewe, wa nukuda ghairihi, na huenda ikawa pesa za watu wengine vile vile. Pengine watu wengine wamesema kwamba mimi siwezi kuzikamata, bwana nikamatie, matumizi yetu yote tunakuchagua wewe, ndio kiongozi wetu, pesa zetu zote tunazo wewe, maana pengine yeye ndio kiongozi wa msafara wa hija. Basi anajitolea mtu kuchukua pesa watu wengine vile vile, kama 2 3 mpaka 10 nazo yeye peke yake. Walubsu alkhatami, na vile vile jambo la kuvaa pete si makosa za kuvaa pete. Waqala Ibn Abbas amesema la ba'sa, hakuna ubaya bilhimyani, kuvaa hiyo mikuji na ukanda, wal khatami, na pete lilmuhrim, kwa aliyehirimia. Hivyo sio vitu vilivyoshonwa hivyo. Na vile vile saa ya mkono kwa ajili ya kuangalia wakati wake, hivyo si vitu ambavyo vimekatazwa. Hivyo ni vitu kwa dharura, na sio kama ni nguo iliyoshonwa, bali ni vitu ambavyo binadamu anakuwa ni dharura kuwa navyo. Katika mambo yafaayo kufanywa na aliyehirimia, al-iktihalu, ni jambo ya kupaka wanja. Kuna wanja ambao ni dawa ya macho. Imetokea dharura pale, ugonjwa wake wa macho ikabidi apate wanja umsaidie, basi anaweza kapaka wanja ule. Qala Ibn Abbas, amesema Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, yaktahilu almuhrim, anaweza kabisa akapaka wanja wa macho aliyehirimia, bi ayi kuhlin, kwa wanja wowote ule, idha ramida, pindi atapata ugonjwa wa macho, kwa mfano tongo zile, huo wanja huo ni dawa nzuri sana inaweza kusafisha macho mara moja. Anasema ma lam yaktahil bitibin, madhali hapa kiwanja kwa ajili ya uzuri au kwa ajili ya kujipamba, madhali hakusudia hivyo, basi kwa hakika anaweza kapaka wanja huo. Wa min ghairi ramadin, hata kama kuna maradhi mengine sio ugonjwa wa macho wa tongo, hata kama kuna mambo mengine ya macho yametokezea vile vile. Wa ajma'a al-ulama'u, na wamekusanya wanavyuoni kauli ya pamoja, ala jawazihi, juu ya kujuzu kupaka wanja huo wa dawa, litadawi, lakini kwa ajili ya dawa, la lizinati, si kwa ajili ya mapambo. Lakini ama kwa mapambo haifai, si mwanamume si mwanamke. Litadawi, kwa ajili ya kufanya dawa, la lizinati. Kama atajitia kwa ajili ya mapambo, iwe mwanamke anafanya hija ya tamattu'i, kisha maliza umra yake pale, kakaa kitako anangojea tarehe 8 mwezi Dhulhijja kuirimia hija. Ama hata Bibi Fatima mtoto wa Mtume alitia wanja vile vile. Alipokuja Saidina Ali, kama tulivyoona nyuma ninakotoka huko, alihamaki. Bibi Fatima akamwambia, babangu kaniamrisha nifanye hivyo. Saidina Ali alipokwenda kwa Mtume kuthibitisha, Mtume akamwambia, naam, nimemwambia mie. Kwa hivyo yeye yumo katika hali ya tamattu'i, sasa hivi ana ruksa ya kufanya kila lilokatazwa. La 13 katika mambo ambayo ni jaiz kufanywa na aliyehirimia, tadhallulul muhrim, ni kujifunika aliyehirimia, bimidhallatin, kwa mamvuli, au kama si mamvuli, khaimatin, au kwa hema, kujifunika jua akaingia kwenye hema, au sakfin, au dari, kwa mfano juu yake akajifanyia dari, wa nahwi dhalika, na mfano hayo. Imma mamvuli wake kujua ukaukamata, au kijua kimekuwa kikali mno kiasi ambacho kabidi mtu atumbukie kwenye hema mle uwanjani Arafa pale, pakaliki nje kabisa, watu wanaanguka kama mchezo. Labda kuna wakati temperature zinakuwa kubwa sana kule, joto linakuwa manake huwezi kulikadiria. Kila dakika 5 anaanguka mtu, imma kashakufa au kazimia kwa joto. Kwa hakika wakati huo inabidi lazima watu wapate vitu vya kuastiri kichwani, kama myamvuli, mahema, au unajifanyia dari yoyote juu ya makuti ya mtende hivi, unajenga kama kibanda kidogo hivi, kwa kukusaidia kukaa pale Mina, au kukusaidia pale kubaki Arafa kwa kutwa ile. Ni katika pahala pagumu sana katika wakati wa hija. Lakini kila saa zikenda, kila baada ya miaka 10 hali ya hewa inabadilika. Hivi sasa sisi tuna joto kubwa sana huku siku hizo. Wenzetu kule sasa hivi watakwenda kuikuta hali ya hewa nzuri sana, rahisi mno, iko katika hali ya kuridhisha na mfaa mtu kuwa nayo.
baridi kidogo. Madina baridi zaidi kipindi hichi tulonacho hichi, mpaka kwenda katika mwezi wa Machi na April, mpaka na baridi kali sana. Ama Maka baridi yake kidogo fadhali, ni baridi kiasi tu. Kwa hivyo hali ya hewa ni nzuri kiasi ambacho mahujaji kiasi ni kama 3-4 hivi iliyopita mpaka sasa hivi hawatakuwa hata na kiu mchana. Kwa hakika hali ya hewa itakuwa iko kali kama hiyo, lakini kwa Mwenyezi Mungu anaweza mambo akabadilisha ghafla bwana. Na watu kula wanajitahidi kuipoza hewa, wanaipoza kwa kutoa helikopta na kumimina maji kutoka juu kuwafikia mahujaji chini. Maji yale yanawarutubisha, inakuwa kama kuna theluji inaanguka hivi. Hali hapo hakika wanaipoza, inakuwa juu kama kuna mvua inanyesha. Wakishaona tu kama watu sasa wanapata tabu, basi juu kuna helikopta maalum urushwa juu na watu wakamwaga maji kwa namna fulani hivi. Kwa hivyo sasa hivi kwa hakika wamerahisisha watu, ibada ya hija imekuwa si kama zamani. Ilikuwa kwa hakika siku za joto wanakufa watu kila dakika 5. Umekaa na mwenzako unazungumza naye hivi, unamwona huyo karembuka polepole, macho yamemtoka anamka chini, joto champata barabara. Kwa hivyo hapa sasa inajuzu tadallulul muhrim, kujifunika mwenye kuhirimia, bimidhallatin, kwa mwamvuli, au khaymatin, au kwa hema, au sakfin, au dari yoyote ile kujifanyia, wa nahwi dhalika, na mfano wa vitu ambavyo atavijenga juu ya kitu chake pale vimsaidie. Qala Abdullah ibn Amir, amesema Abdullah ibn Amir, kharajtu ma'a Umara, nilitoka mimi pamoja Saidina Umar radhiyallahu anhu, wa kana yatrahu an-nat'a, akawa huyu Saidina Umar anakata vitawi ala shajarati, juu ya mti bwana, fayastadhillu bihi, anajifunikia bwana matawi ya mti yale, majani mengi na juu yake anajifunikia, maana jua linazidi mno bila kiasi, watu wanakimbilia mpaka majani ya miti. Mamvuli ulionao unaona kama hakusaidii, labda unakuzidisha lile joto lenyewe, unakata unachangilia mbalini. Kuna baadhi ya vitambaa vya mamvuli si vizito, vyepesi, basi unahisi kama unakuzidishia hatari, unauatilia mbali, unaona bwana kwa majani ya miti labda nitaburudika kidogo. Fayastadhillu bihi, akijifunika kwa majani hayo, wa huwa muhrimun, hali yakuwa mehirimia. Si makosa kumfunika mtu juu ya kichwa chake, madhali kichwa kiwazi tu. Hadithi hiyo akhrajahu Ibn Abi Shayba, ameitoa Ibn Abi Shayba. Wa an ummi al-Husaini, na kutokana na ummu al-Husaini radhiyallahu anha, qalat, amesema hajajtu ma'a rasulillahi, mimi nilihiji pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam hajjatul wada'i, hija ya mtume ya kuaga. Faraaitu Usama ibn Zaid, nikamuona Usama ibn Zaid, wa Bilalan, pamoja na Bilali, ahaduhuma, mmoja wao katika wawili hao, akhidhun bi khutami naqati nabii, amekamata khatamu za ngamia wa mtume sallama, wal akharu, na mwingine rafi'un thawbahu, amenyanyua nguo yake juu, yasturuhu min alharri, anamzingia mtume kutokana na joto. Mmoja kakamata khatamu ya ngamia wa mtume, na mmoja kuna nguo kaikamata juu hivi, anamzuilia mtume jua lile, nguo kaitandaza juu. Hayo yote ni dalili kwamba kujifunika mtu kwa ajili ya jua au mvua si makosa kwa hakika, kwamba kitu kimekaa kichwani. Maana kuna vijana kama hivyo wanatia watu ambao hawana ujuzi wowote ule, wanasema kama ukiweka mamvuli juu ya kichwa ndio ushajifunika hivyo, tena ndio kichwa kifunika. La, haingii katika hukumu kujifunika hivyo. Hata mtume kafunika kitambaa kichwani kwa ajili ya joto. Tayeb, alafu anasema hatta ramal jamra, wakenda naye mtume hivyo, wamemfunika kitambaa au nguo mpaka aliporembea katika jamri al-Aqaba, tarehe 10 guzo lile kurembewa lile. Hadithi hiyo vile vile akhrajahu Ahmad, ameitoa Ahmad wa Muslim. Wa qala Ata'un, na akasema Ata'u, yastadhillu al-muhrimu, anaweza kabisa akajifunika alihirimia, min ash-shamsi, kutokana na jua, wa yastakinu, naweza vile vile kujihifadhi, min ar-rihi, na upepo kama unakuwa mkali lazima uso ufiche. Siku za joto upepo wa Madina unachinja, utafikiri mna acid ndani yake, unakuvumia upepo, baadaye nakuta watoka damu katika shingo na usoni mwako watoka damu. Ule upepo una kitu kama kijembe, unapovuma lazima ujihifadhi kidogo, gubi utafute nguo kustiri hivi, au macho yako yatakuwa hali mbaya, uso wako wote utaribika. Tena hasa wakati wa usiku ndiko unakovuma zaidi upepo huo. Upepo rangi yake nyekundu, vumbi jekundu linavuma na linakatakata, kwa hakika pepo mbaya sana huo. Lakini hizo ni siku za joto hizo. Kwa hivyo anaweza mtu kutafuta kitu cha kumsitiri na kumhifadhi min ar-rihi, na upepo, wal matar, na mvua vile vile, si makosa kwa mwenye kuhirimia. Wa an Ibrahim an-Nakhai, na kutokana na Ibrahim an-Nakhai, anna al-Aswad ibn Yazid,
Aswad ibn Yazid faraha ala ra'sihi, alijitupia juu ya kichwa chake kisaan, guo moja zito, yastakinu bihi min almatari, ili guo hilo limhifadhie na mvua. Wa huwa muhrimun, hali ya kahirimia, akajitupia guo zito kichwani. Jambo la 14, alkhidhabu bilhinnai, ni kujipaka hina. Dhahabatil hanabila, jambo hili kwa hakika wamekwenda watu wafuasi wa Hanbali, ila annahu la yahrumu, haiwi haramu, ala almuhrimi, juu ya aliyehirimia kujipaka hina, kama iko dharura ya kufanya hivyo. Dhakaran kana, mwanamume amekuwa huyo, au untha, au ni mwanamke. Hayo mambo lakini rai yao hiyo watu wa Hanbali. Lazima kuna wengine watapinga kama tutavyoona. Wameona al-ikhdhabu bil-hinnai, kujipaka hina, fi ayi juz'in, katika eneo lolote lile, min al-badani, katika mwili, maada ar-ra's, isipokuwa kichwani tu usende. Lakini waqala Shafi'iyya, na wafuasi wa Shafi'i wakasema, yajuzu lirajuli, inafaa kwa mwanamume, al-khidhabu bil-hinnai, kujipaka hina hizo, hala al-ihrami, wakati ule wa kuhirimia, manake ni wakati wa kujipamba ule, wakati wa manukato mle, na pengine mtu katika ndevu zake, mvi zake, iko ruksa imekuja kupaka rangi ya hina akitaka. Kwa hivyo fi jamii ajzai jasadia, naweza kujipaka hina hiyo katika sehemu yoyote ile ya mwili wake wakati ule kuhirimia. Maada liyadaini, isipokuwa mwanamume kakatazwa mikononi miwili, warijlaini, na kwenye miguu miwili. Hayo wanayasema watu wa Kishafi. Fayahrumu khadhbuhuma, wanasema itakuwa ni haramu kupaka maeneo hayo hina, bighairi hajatin, bila haja. Ama kama anaumwa na akaambiwa hina kuipaka itakuwa ni dawa, hapo masala mengine. Wakadha, na vile vile wamesema, la yughatti ra'sahu, haruhusiwi kufunika kichwa chake, bihinnain thaqinatin, kwa hina ile nzito, tope zake zito, haruhusiwi. Itakuwa kama kwamba kavaa kitu kichwani. La, kama itakuwa nyepesi nyepesi hivi kwa ajili ya kuzuia joto labda, au kaambiwa dawa ya kichwa ni kupata hina ukapaka kichwani, basi atafanya hivyo. Hayo yote lakini ni rai za watu wa madhehebu, na sio wenye madhehebu wenyewe kina Shafi na Hanbali, bali watu wanaofuata madhehebu yao wameona hivyo. Wakarihu lilmar'ati, watu wa Kishafi wakachukia kwa mwanamke, alkhidaba bilhinnai, kuipaka hiyo hina, hala alihrami, wakati wa kuhirimia, illa, isipokuwa kavusha watu wa Kishafi, idha kanat mu'taddatan min wafatin, itapokuwa mwanamke huyo sasa anahesabiwa katika kukata roho, anakufa sasa, na ikawa katika baadhi ya uturi wanaotumia watu wengine katika sehemu duniani, badala ya kutumia dalia, wao wanatumia hina kwa wanawake. Sehemu nyingine duniani badala ya dalia ile tunatumia sisi manukato uturi ule, baadhi ya watu hutumia hina kwa ajili ya wale maiti. Basi akiwa katika hali kama hiyo amevusha watu wa Kishafi, fayahrumu alaiha, itakuwa ni haramu juu yake, dhalika, jambo hilo, kama yahrumu alaiha, kama inavyoharamika juu yake mwanamke, alkhidhab, kupaka hiyo rangi ya hina, idha kana nakshan, itapokuwa ni kwa ajili ya kutia nakshi katika mwili wake. Walau kanat mu'tadda, hata kama hapo alipo sasa hivi anahesabiwa katika hali ya kukata roho, itakuwa ni haramu kutia hina za nakshi. Waqalat al-ahnaf wal-malikiyya, ama watu wanaomfuata Abu Hanifa na watu wanaomfuata Imam Maliki, wao wamesema la yajuzu, haifai lilmuhrimi, kwa aliyehirimia, an yakhtadhiba bilhinnai, kujipaka hina, fi ayi juz'in, katika sehemu yoyote min albadani, ya mwili. Khitlafu zipo, hawa wamesema inafaa, hawa haifai. Basi hakuna haja ya mtu kujitia katika jambo lenye mushkil. Ya nini hina? Na mtu kaenda kuhiji, hina nini? Hasa mwanamume, hina kitu gani? Haina haja. Hata wewe mwanamke naye kama itakuwa bure bure bila dawa, ya nini hina? Wewe sikungojea utarudi huko, utakuja kama umekuta nzuri kule, nunua tu, lakini usipake. Kifika nyumbani utaipaka, na watu watakuja kukupokea kwa shangwe na hivi na hivi. Kule kwa hakika jambo litakalo ulikufanya ni moja tu, kumkusudia Mwenyezi Mungu tu. Kuna baadhi ya mambo kuyashughulikia kwa hakika yatakutoka katika ibada. Kwa hivyo watu wa madhehebu ya Hanafi na Maliki wamekataa kwa hakika, ingawa watu wa Kishafi wamejuzisha, watu wa Kihambali wamejuzisha, wakasema watu hawa sawaun, tunakataa sawa sawa, akana rajulan, hina hiyo imekuwa napaka mwanamume au imraa au mwanamke, sisi tunasema kwamba haifai. Na wana hoja kubwa sana hawa watu wa Kimaliki na watu wa Kihambali, wana hoja kubwa ambayo tutaona chini hapa. Pengine hoja hiyo hawakuiona Shafi'iyya na al-Hanabila, li'annahu tayyibun. Hoja ya kwanza wanasema hayo ni maneno, huo ni uzuri, hina ni pambo, wal muhrimu mamnu'un, na aliyehirimia kazuiliwa min at-tatayyubi, katika jambo la kujitia mapambo na manukato. Hoja ya kwanza ni hiyo. Hoja yao ya pili,
وعن خولة بنت حكيم كتكنا خولة بنت حكيم عن أمها كفكية كتك ماما yake أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم متومه قال alisema لأم سلمة kumwambia mkewe Ummu Salama kamwambiaje kamwambia la tutayyibi usijitie manukato wa anti muhrima na wewe umeshahirimia hija wala tamassi alhinaa na wala usijipake hina fa innahu tayyibun kwani hina ni uzuri huo ni katika mapambo ni manukato hayo rawahu Tabarani hadithi hii amesimulia Tabarani fil kabiri kwenye kitabu chake al-kabiri imo wal Baihaqi na hata Baihaqi vile vile fil ma'rifa kwenye kitabu al-ma'rifa wa ibn Abd al-Barri na hata ibn Abd al-Barri kaitaja hadithi hii fi tamhidi katika kitabu at-tamhidi kwa hivyo sasa ilivyokuwa kuna riwaya rasmi kuna hadithi hasa mtume kakataza hina basi moja kwa moja ile rai ya watu wa Hanabila na rai ya kina Shafi'ia inayokuwa upande hapa moja kwa moja waliosibu itakuwa ni al-Ahnaf wal-Malikia ndio waliosibu hakuna haja ya mtu kujishughulisha kule na mahina na ghasia gani hali ya kuwa yumo katika ihram bana haina haja hayo watayafanya baada ya kitaka wallahu a'lam na Mwenyezi Mungu ndo ajuae kwa leo inshallah tutawacha hapa kwanza tukija kesho tutaondokea katika jambo la 15 lenye kufaa kufanywa na mtu aliyehirimia nalo ni darbul khadimi litadibi kwa mfano kafanya makosa mtumishi wake mtu anampiga pale kwa kumtia adabu hiyo inajuzu maana kuna makosa mengine bila tumebakora lazima alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah muhammadin sallallahu alayhi wasallam ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والتفاسير وارزقنا اتباعه اللهم زينا بزينة القرآن وارزقنا تلاوته آناء الليل وطراف النهار على النحو الذي يرضيك واجعله حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين فنسألك اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن ذنب لا يغفر برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا كربا إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وانصرنا ولا تنصر علينا وكن لنا ولا تكن علينا وارفعنا ولا تضعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم رب الناس أنت مذهب البأس يا رب أذهب البأس واشفي أنت الشافي